Changa wa kuvutia ndipo inapochezwa dabi hii. Match Commissioner Osuri Kasuri akiuingiza timu hizi mbili katika dimba hili kuzisaka alama tatu muhimu, kutafuta ubabe na umwamba. Miamba miwili ya soka la Tanzania leo inakwenda kutunishiana pembe, inakwenda kuoneshana ubabe, inakwenda kuoneshana umwamba. Bahati iliyoje kwa Watanzania na wapenzi wa soka kushuhudia dabi ya Kariakoo mara mbili ndani ya siku 4 baada ya kupiganwa katika uwanja wa Amani Zanzibar. Leo inapiganwa katika jiji la Dar es Salaam katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo Pwani, Dar es Salaam, katika mandhari tofauti kabisa na ile ambayo imezoeleka. Kwa mara ya kwanza uwanja huu utashuhudia burudani ya dabi ya Kariakoo katika ligi kuu ya NBC. Starboy Alan Okello, nyota ambaye kwenye michezo ya Young Africans takriban 5 iliyopita ameonyesha thamani yake. Clatous Chota Chama the brain ama lecturer katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo Pwani, Dar es Salaam, ambapo leo hii inakwenda kujibiwa ile iliyoulizwa muda mrefu: ni rangi gani itakwenda kutawala katika jiji la Dar es Salaam? Rangi gani itakwenda kutawala katika soka la Tanzania kwa mara ya kwanza ikichezwa katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo Pwani, Dar es Salaam? Zipo nchi nyingi barani Afrika, lakini kwa sasa macho yanaelekezwa katika soka na katika ardhi ya Tanzania. Kwanza uwani kwa Bakari Mwamnyeto, pasi ndefu akiwekewa Prince Dube, aliyeugusa ni Roshan Derrick na aliyeukamata ni Mamadou Kasali wa wekundu wa Msimbazi. Kwa upande wa pili, Bakari Mwamnyeto akipacha tena na Ibra Baka kwenye ulinzi wa kati wa Young Africans. Mwamba wa Lusaka Clatous Chama, mbele yake ni Bakari Mwamnyeto, an option kulia na kushoto, ameweka kwa Libase Geye. Nashuhudia ufundi wa Libase Geye ukienda kufurahisha mapema mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Yapo maji ambayo unaloa lakini haupati maumivu. Lipo jua ambalo linachoma lakini usihisi maumivu ya kuchomwa na jua hilo. Wanahisi mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba waliofanya makosa Young Africans. Akashika bakora Mwamba Lusaka, alikuwa na option kulia na kushoto, alipoona ni upande wake wa kulia na Libase Geye akasema hakuna kujiuliza mara mbili, siwezi kufanya makosa. Anaiandikia Simba goli la kuongoza. Makosa aliyofanywa na Israel Patrick Mwenda kuiandika alama katika dabi hii kwa kupata goli la kuongoza. Dino Loemba, Eli Mpanzu, Kibisawala. Eli Mpanzu anamfungisha pamoja na Mwamnyeto. Kari haijaondoka, Bundi anaendelea kulia msibani. Eli Mpanzu amefinya na kukataliwa, umiliki bado ni wa Simba. Chama kwa Eli Mpanzu, anaunyanyua Chama. Meja Jenerali Isamuhyo ushuhudie maajabu. Na ni maajabu yanayotoka kwa aliyezoea kufanya maajabu. Mwamba wa Lusaka Triple C Clatous Chota Chama anawaimbisha wananchi taarabu kwenye biti ya singeli. Anayefurahi ni Steve Becker, anayeghadhibika ni Pedro Gonçalves. Pengine hakutegemea kuliona hili, hakuona hiki kikija. Angalia kazi ameifanya Eli Mpanzu. What a magic! Nini hiki? Nini kinatokea? Pasi ya kuchuchumia ya Eli Mpanzu, and what an acrobatic from Clatous Chota Chama. ametoka kutengeneza, anakuja kumalizia bila kulitazama lango lilipo. Lecturer ama mkufunzi Clatous Chota Chama kwao ni dola, lakini anaonyesha namna ambavyo anaweza kuadhibu waajiri wake wa zamani. Israel Mwenda, Dube ameitenga kwa Djigui Kabuya, ameipenyeza pasi ile. Djigui Kabuya anayechezewa madhambi ni Nixon Kibabage, na mpira ni wa kutengwa kuelekezwa Young Africans. Maxi Nzengeli
Amepita Pedro Pacom. Wa kwanza ni Tanja Kasali. Young Africans, lakini bado mechi ipo. Ni Maxi katika umiliki. Anajaribu kuweka cross ndani huko. Bado Dube! Kama ulisahau unacheza na nani, basi ikujia kumbukumbu kwamba ni Young Africans, timu yenye safu bora zaidi ya ushambuliaji Tanzania kwa sasa, timu yenye mshambuliaji aliyeweka kambani magoli mengi mpaka sasa. Goli la 9 la Prince Mpumelelo Dube ambalo linampa matumaini Pedro Gonçalves, ambalo linawapa maswali ya kujiuliza wekundu wa Msimbazi Simba. Neo Maema anaiweka pasi kwa Eli Mpanzu ambaye naye pia anaisukuma kwa Clatous Chota Chama. Chama na mpira, lakini Shadrack Boka anatokea kusikojulikana na anautoa mpira nje. Mpanzu kwa Neo Maema, yupo Ino Loemba. Loemba anaukata ndani. Mpanzu! Goal kick. Na wananchi wanataka kupenyeza mpira na kutafuta jambo. Boka anauacha. Okello! Umekaa katika mikono miwili ya Tanja Kasali. Anaunyanyua kumtafuta Pedro Pacom. Suswa, nafasi nzuri kwa Young Africans. Pedro anaunyanyua. Dube! Nafasi nzuri ambayo Simba wanakaa imara na kuondosha hatari ya Prince Mpumelelo Dube. Nsengeli anamwacha wa kwanza. Kibabaga anakataa. Inapigwa pasi lakini ni ngumu. Alan Okello, deflected shot, inakaa katika mikono ya mlinda mlango Tanja Kasali. Mlango na Shomari Kapombe. Max retain possession. Foul mbele ya mwamuzi Hamza El Farid. Inachezeka madhambi na anayengamua kwamba Maxi Nsengeli amechezewa foul. Fanyika partial clearance. Akaekewa tena Pacom Suswa. Ikawekwa cross. Akaicheza Kasali, lakini aliiweka kwenye miguu ya Bakari Mwamnyeto ambaye hajafanya makosa. Wanarejea tena wananchi. Hawa ni Young Africa. Rebound ya mpira ambao ulichezwa na Tanja Kasali baada ya kichwa kwenda hewani. Prince Mpumelelo Dube ni kama alikuwa anadai change hivi, akautema. Captain anapewa tena jukumu la kurusha. Chama Kibabage na mkomba ya Okwasi, amemkomba na Maxi Mwamnyeto, amedhibiti kwa cross nyingine tena inakataliwa. Eli Mpanzu wanaondosha wananchi Young Africans. Wow, amepita Pedro Pacom Suswa. Nani mwingine atapita? Ni Depu, yuko chini ya ulinzi wa Ismail Toure ambaye anautoa mpira nje. Wananchi sasa wanauliza maswali magumu. Kalamu zinaonekana kupelea wino za wekundu wa Msimbazi Simba katika kipindi hiki cha pili. How? I don't know. How? I don't know. How? I don't know. How? I don't know.